الحمد لله ذي المن والإنعام شرع لعباده حج بيته الحرام ليكفر عنهم الذنوب والآثام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنفي جميع الشرك والأوهام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الأنام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أوصيكم وإياي بتقوى الله جل في علاه فقد فاز المتقون. يقول رب العزة والجلال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ndugu zangu katika imani, mpendo mtazamaji wa kipindi hiki ambacho tunazungumzia hija ya waja wema, hakadha hajja salihun, hivi ndivyo walivyohiji waja wema, au tunaweza tukasema hivi ndivyo inavyotakiwa kuwa hija ya waja wema. Ndugu zangu katika imani, leo tukiwa katika halaka ya 9, leo insha Allahu Ta'ala tutazungumzia as-salihuna wa qillatu tarafuhi fil hajj. Tukitazama hija ya waja wema katika upande wa kujiepusha na ufahari, hali ya kuwa wanakuwa wana uwezo wa kuweza kujifakharisha kama watahitaji kujifakharisha. Lakini leo tutazungumzia baadhi ya athari na nusus zinazoonyesha namna gani waja wema katika ibada yao ya hija walikuwa wanajishusha, walikuwa wanakuwa na tawadhu na unyenyekevu, wanajiweka mbali na madhahiru tarafuhi, yale mambo ambayo yanaonyesha kujikweza, aidha katika vipandwa, aidha katika matumizi na namna mbalimbali ambazo tutakuja kuzigusa katika ibada ya hija. Kwa hiyo atarafuhu kama walivyoelezea wanawazuoni, irahatun nafsi, ni kule kuipa raha nafsi, ni kule kuistarehesha nafsi, watamattu'i bin ni'mati, na kule kujineemesha kwa neema mbalimbali, kujistarehesha kwa neema mbalimbali, wasaati al-aish, na kuwa na maisha yenye wasaa katika kipindi hiki cha ibada ya hija. Ndugu zangu katika iman, lakini al-afdalu fil hajj, iliyo bora katika ibada ya hija, mtu anapofunga safari ya kiibada amekwenda kwa ajili ya kufanya ibada ya hija, al-afdalu lahu tarku tarafuhi, ni mtu kuacha ufahari, ni mtu kuacha kujifakharisha na kujikweza, fil maakili wal malabisi wal marakibi wal masakin, kuto kujikweza na kuto kujifanyia ufahari katika vyakula, kama unakula basi ule vyakula vya kawaida, wal malabis, na mavazi yawe ni ya kawaida. Na pengine ndio maana ukitazama ndugu zangu katika ibada ya hija, kwa wanaume tunavaa vazi la namna moja, hauwezi kutofautisha aliyekuwa nacho na asiyekuwa nacho, hauwezi kutofautisha baina ya fakiri na maskini, wote tunaonekana katika muonekano mmoja, hali ya kuwa vichwa vyetu viko wazi, tumevaa vipande viwili, mashuka mawili meupe, hakuna nguo ndani, hakuna kitu kingine chochote cha ziada, kiasi kwamba huwezi ukajua huyu ni raisi, huyu ni waziri, huyu ni fakiri, huyu ni mtumwa, huwezi kutofautisha, kwa sababu wote tumekwenda pale kwa sifa ya kwamba sisi wote ni waja wa Allah, sote ni ibadullah, sote ni fuqaraun ila Allah, muhtajuna ila Allah, tunamhitajia Allah, ni mafakiri, sisi wote ni wenye kuhitaji kwa Allah jalla wa ala. Vile vile at-tawadhu wa adamu at-tarafuhi fil marakibi wal masakin, kujinyenyekeza na kutokuwa na ufahari na kujifakharisha katika mavazi kama tulivyosema, katika vipandwa, lakini vile vile katika makaazi ambapo watu wanafikia wanapokuwa katika ibada ya hija. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه, الإمام البخاري katika kitabu chake Sahihul Bukhari mujalladi wa 2 safha ya 552 amesema, ameandika mlango akasema, babul hajji ala ar-rahli. وقال أبان حدثنا مالك بن دينار عن القاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معها أخاها عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم وحملها على قتب, والقتب بالمثنات رحل صغير على قدر السنام.
Imamu al-Bukhari alayhi rahmatullah katika kitabu chake Sahihul Bukhari ameweka mlango maalum ambapo ametaja baadhi ya nusus, miongoni mwazo ni hadithi ya mama Aisha au ni tukio la mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha, akielezea namna gani mtu anatakiwa awe katika ibada ya hija katika hali ya kutokujifakharisha na kuonyesha ufahari na kujikweza, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallama alimtuma mama Aisha pamoja na ndugu yake Abdurrahman amsindikize katika ibada ya umra. Fa'amaraha min at-tan'im, akamsindikiza akampeleka Tan'im akahirimia ibada ya umra, lakini akiwa amembeba katika kipando ambacho ni dhaifu, rahlun saghirun, ni kipando ambacho ni kidogo, ala qadri sinam. Hii ni moja katika namna ambayo inaonyesha, ni moja katika athari zinazoonyesha kwamba katika ibada ya hija yatakiwa mtu ajiweke mbali na madhahiru at-tarafuhi. وفي حديث عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنه كان يسمع أسماء كلمات مرت بالجحون تقول صلى الله عليه وسلم تقول صلى الله على رسوله وسلم لقد نزلنا معه هاهنا ونحن يومئذ خفاف الحقائب قليل ظهرنا قليلة أزوادنا فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان فلما مسحنا البيت أحللنا ثم أهللنا من العشي بالحج. katika hadithi ya Abdullah maula Asma binti Abi Bakar radiyallahu ta'ala anhuma annahu kana yusmi'u asma'a kalimatin marrat bil jahun. Asma Abdurrahman maula Asma binti Abi Bakr as-Siddiq ilikuwa akimsikilizisha, akimueleza Asma binti Abi Bakar baadhi ya maneno, akimwambia, akimtakia rehma Mtume sallallahu alayhi wasallam, akisema sallallahu ala rasulihi sallallahu alayhi wasallam, Allah ampe rehma, Allah amrehemu mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hii inaonyesha ni baada ya maisha ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kisha akawa anasimulia, anasema laqad nazalna ma'ahu hahuna, katika safari yetu ya hija tumepata kuweka kambi hapa pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallama, wa nahnu yawma idhin khifaful haqaib, hali ya kuwa sisi wakati huo ikiwa tuna mizigo michache sana. Yani katika safari ya hija ya Mtume sallallahu alayhi wasallam anaelezea baada yake katika maeneo ambayo walifika, pengine wakawa wamepumzika sehemu fulani, anasema tulipumzika hapa, tukapumzika hapa, hali ya kuwa tumebeba vitu ambavyo ni vichache kabisa, qalilu dhahrina, hali ya kuwa vipandwa vyetu ni vichache sana, ni vya kawaida sana, hakuna tarafu, hakuna kuonyesha ufahari. Na hii ndiyo ilikuwa kawaida ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na hivi ndivyo inavyotakiwa katika utaratibu wa haji, kwamba watu waonyeshe udhalili, unyenyekevu, tawadhu wa adamu tarafuhi, na kuto kujikweza na kujinyanyua. وقال المنذري في كتابه الترغيب والترهيب الترغيب في التواضع في الحج والتبذل ولبس الدون من الثياب اقتداء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. المنذري katika kitabu chake الترغيب والترهيب juzu ya pili ukurasa wa 116 ameandika, katika mambo ameandika, ameweka mlango katika kitabu chake akauita at-targhibu fi at-tawadhu fi al-hajj, mlango maalum. Akataja baadhi ya nususi ambazo zinahimiza na kuhamasisha watu kuwa na unyenyekevu katika ibada ya hija, watabadhul, na kuwa katika hali ya kawaida, yani mtu kuto kujikwatua na kujipamba akapitiliza, walubsi duni min athiyab, na kuvaa mavazi ya kawaida, mavazi ya watu wa kawaida, sio mavazi ya ufahari, mavazi ya kuonyesha kwamba mtu ana uwezo. Iqtidaan bil anbiya alayhimus salatu wassalam, ikiwa jambo hilo ni katika kuwaiga manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala, hivyo ndivyo walivyofanya. Baada ya hapo, thumma dhakara adadan min al-ahadithi dallatu ala dhalika. Al-Imam Al-Mundhiri katika kitabu chake Targhib wa Tarhib, baada ya kuweka unwani hiyo niliyoitaja, mlango maalumu unaonyesha kwamba imesisitizwa na imependekezwa mtu anapokuwa katika ibada ya hija awe katika sifa ya tawadhu, awe katika hali ya unyenyekevu, avae mavazi ya kawaida kwa ajili ya kuwaiga manabii.
kisha akataja idadi ya hadithi kadhaa zinazoonyesha jambo hilo. Wa minha, na katika jumla ya hadithi hizo alizozitaja ni hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume wa Allah, rehma na amani ziwe juu yake, inna Allaha azza wa jalla, hakika Allah aliyetakasika na kutukuka, la yubahi almalaikata bi ahli Arafat yaqul unzuru ila ibadi sha'than ghubra, qultu wa qad sara ala hadha as-salihuna fi hajjihim. Asema imetajwa hadithi ya Abi Huraira anaipokea kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume alikuwa anawaelezea masahaba matukio, baadhi ya matukio muhimu ya siku ya Arafa, namna gani Allah jalla wa ala huwatazama waja wake katika uwanja wa Arafa siku ya Arafa, kisha anawataja kwa kujifakharisha nao mbele ya malaika. Akawaambia, akasema mtume sallam, inna Allah azza wa jalla la yubahi almalaika, hakika Allah jalla wa ala huwa anawatajia katika namna ya kuwasifu na kujifakharisha nao, anawatajia malaika bi ahli Arafatin, anawataja waja wake waliosimama katika viwanja vya Arafa. Anawaambia malaika, undhuru ila ibadi, watazameni waja wangu hawa, wamenijia hali ya kuwa shu'than ghubran, hali ya kuwa wako timtimu, nywele zao zimejaa mavumbi, wametapakaa mavumbi kutokana na umbali wa safari, kutokana na uchovu wa ibada. Mtume sallallahu alaihi wasallam anawataja waja wa Allah subhanahu wa ta'ala katika sifa kama hiyo, na kwamba Allah tabaraka wa ta'ala anajifakharisha nao katika sura kama hii. Inaonyesha nini ndugu zangu katika imani? Inaonyesha kwamba hakuna madhahiri ya atarafuh, hakuna dalili na alama za kuonyesha kujifakharisha na kujikweza katika ibada ya hija. Kwa hiyo huu ulikuwa ni utaratibu wa mtume sallallahu alayhi wasallama, kadhalika wema wengine waliotangulia hivi ilikuwa ndio utaratibu wao katika ibada ya hija. Qala al-Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala, qala rajulun inda ibn Umar ma akthara al-hajj. Wakati fulani alisema mtu mmoja akimwambia Abdullah ibn Umar katika ibada ya hija, baada ya kuwatazama mahujaji kwa wingi wao na muonekano wao, akavutiwa na akafurahishwa nao, akamwambia Abdullah ibn Umar mazungumzo ya kawaida, anamwambia ma akthara alhajj, masha Allah, wingi ulioje wa mahujaji. Au pengine anaweza kusema kama mwaka huu mahujaji ni wengi, wanaonekana katika muonekano uliokuwa mzuri. Faqala ibn Umar, Abdullah ibn Umar akamwambia yule msemaji, ma aqallahum, bali ni uchache ulioje wa mahujaji. Wewe unawaona ni wengi, lakini mimi kwa mtazamo wangu na watazama na waona ni wachache sana. Qal fara ibn Umar rajulan ala ba'irin ala rahlin ratha khutamihi rathun khutamuhu hablun faqala la'alla hadha. Baada ya kuwa ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma amesikia maneno haya kwa huyu msemaji aliyesema akisifia wingi wa mahujaji, na yeye akasema kwa muono wangu nawaona ni wachache sana, sio wengi kama unavyowatazama. Baada ya muda ibn Umar akamuona mtu akiwa katika ngamia ambaye amechoka, ni wa kawaida, amekonda, na huyu bwana akiwa yuko juu ya ngamia wake, naye amevaa mavazi ya kawaida kabisa ya watu ambao ni duni wa chini, ameshikilia kamba ya mnyama wake. Abdullah ibn Umar akasema la'alla hadha, huenda huyu ni katika jumla ya watu ambao wako kweli katika ibada ya hija. Akhrajahu Abdur Razzaq fi musannafihi, ni mujallad wa 5, athari hii safha ya 19. Kadhalika miongoni mwa athari ambazo tunaweza tukazitaja katika kuonyesha kwamba yatakikana katika ibada ya hija watu wajiepushe na kule kujifakharisha na kujikweza katika ibada ya hija, kadhalika ni athari ya Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal rahimahumullah ta'ala, hajja abi 5 hijajin mashiyan. Anasema baba yangu Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal, huyu ni mtoto wa Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, anasimulia matukio ya baba yake, anasimulia hija alizofanya baba yake. Akasema hajja abi, alikwenda katika ibada ya hija mzazi wangu, akimtaja yani Ahmad ibn Hanbal, 5 hijajin, hija 5 amefanya mashiyan, hali ya kuwa anatembea kwa mguu wake, alikuwa anatembea kwa mguu wake. Wathnataini rakiban, lakini hija 2 pia katika miongoni mwa hija alizozifanya hizi 2 alifanya hija hali ya kuwa amepanda, manake alikwenda katika mnyama akiwa amempanda.
wa anfaqa fi ba'd hajjatihi 20 dirhaman, na baadhi ya hija zake matumizi aliyoyatumia katika hija yake ni dirhamu 20 tu, yani kitu kidogo sana. Manake ni ule usafiri wake na chakula cha kawaida sana, kulala analala tu kwenye hema la kawaida au analala chini na vitu kama hivyo. Kwa hiyo inaonyesha namna gani as-salihun, waja wema waliotangulia, kanu la yatarafahuna fil hajj, walikuwa hawajifakharishi, hawafanyi mambo ya kifahari katika ibada ya hija kama ilivyo leo hii. Hija zimebadilika ndugu zangu katika iman, kama tutakapokuja kuona. Yako mambo ambayo imekuwa kama vile ni ushindani, yako mambo ambayo imekuwa yanafanyika katika ibada ya hija mpaka watu wanawekwa kwa magredi, kwamba hawa ni watu wanakaa sehemu fulani, hawa ni VIP au hawa ni kadha. Mpaka kwenye ibada ya hija kumekuwa na VIP. Subhanallah, waja wema ambao wametangulia, ambao yatutakiwa sisi tuchukue mwenendo wao, ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam ametutaka sisi tufuate sunna zake na mwenendo wa waja wema waliotangulia, ambao ni masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na tabi'una ridwanullahi alaihim ajma'in. Hawakuwa katika madhahiri kama haya ambayo tunayaona leo hii katika ibada ya hija. Kama tunavyosema wakati mwingine kwamba hija imekuwa kama vile ni moja katika sehemu ya starehe, watu wanakwenda kwa ajili ya kubadilisha mazingira na kwenda kustarehe, na sehemu kidogo sana ya ibada. Nasallallahu salamata wal afia. Ndugu zangu katika iman, vile vile katika athar, tuna athari ya Sufyan ath-Thawri rahimahullahu ta'ala, sema udkhiltu ala al-Mahdi bimina, ilikuwa siku moja katika ibada yangu ya hija nikaingia kwa bwana Mahdi bimina, tukiwa katika maeneo ya Mina. Faqultu lahu, nikasema kumwambia, ittaqillah, muogope Allah subhanahu wa ta'ala, fa innama unzilta hadhihi almanzila wasirta fi hadha almawdi'i bisuyufi almuhajirina wal ansar. Huyu bwana al-Mahdi alikuwa ni mmoja katika watawala. Akaingia Sufyan ath-Thawri, ni mwanachuoni huyu, alipomkuta katika mazingira aliyokuwa nayo, katika hema alilomo na ulinzi alionao na ufahari alionao, vyakula anavyokula, akamtazama, hakubakhilia katika nasiha, akaamua kumnasiha, akamwambia ittaqillah, muogope Allah subhanahu wa ta'ala, fa innama unzilta hadhihi almanzila, wewe hukufikia katika heshima na daraja hii ulionayo isipokuwa ni kupitia panga za muhajirina na ansar. Kwa maana ya kwamba mapambano waliopambana muhajiruna na ansar ndio wakakuweka katika nafasi hii, au ikawa ni sababu ya wewe kuwa nafasi hii ulionayo. Wa abnauhum yamutuna ju'an, lakini leo hii watoto wa muhajirina na ansar wanakufa kwa njaa, manake wana maisha yaliyokuwa magumu. Kisha akasema kumwambia, hajja Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, alikuja katika ibada ya hija aliyekuwa mwema kukushinda, ambaye ni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Fama anfaqa illa 15 dinaran, haikuwa matumizi yake katika ibada ya hija isipokuwa ni dinari 15. Wa kana yanzilu tahta ash-shajar, na ilikuwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu inapofika pahala anaweka kambi, hahitaji hema, hahitaji gharama kubwa kubwa, yanzilu tahta ash-shajara, anaweka mapumziko chini ya mti, anapumzika, ni masaa machache tu anaondoka, anaendelea na safari yake ya kiibada. Faqala li al-Mahdi, akamjibu kumwambia, aturidu an akuna mithlak, unataka niwe kama wewe, manake niwe katika hali duni ya udhalili iliyokuwa ya kawaida sana kama wewe. Fakultu, nikasema kumwambia, na haya ni maneno ya Sufyan ath-Thawri, la takun mithli, usiwe kama mimi, sitaki uwe mfano wangu mimi, walakin kun duna ma anta fi, lakini mimbabi nasiha, kuwa walau chini ya hivi ulivyo. Kwa maana kwamba alikuwa katika hali ya kujifakharisha, hali ya kujikweza, ametumia neema zilizopetuka kiwango katika ibada yake ya hija. Akamwambia, walakin kun duna ma anta fihi, kuwa chini kidogo ya vile ulivyo, wa fawqa ma ana fihi, na uwe juu ya vile mimi nilivyo. Usiwe kama mimi, kuwa juu yangu, lakini vile vile uwe chini ya hali hii ulionayo hivi sasa. Faqala li, akasema kunambia, ukhruj, ondoka niondokee. Hizi ni nasaha alimpa, lakini mwenye kupewa nasaha hakuzizingatia. Nini tunajifunza? Tunajifunza kwamba wema waliotangulia walikuwa wanajiweka mbali sana na masala ya ufahari katika mavazi yao, katika vipandwa vyao, katika maeneo na kambi zao wanazofikia, na katika matumizi yao walijitahidi yawe ni machache kadri iwezekanavyo. Ndugu zangu katika iman, tukitazama ibada ya hija na munasaba wa haya tunayoyazungumza
ya kuto kujikweza, ya kuto kupitiliza mipaka katika kutumia neema. Tutazame katika surati al-Hajj aya 29, sura ambayo imeeleza utaratibu mzima wa ibada ya hija. Allah Jalla wa Ala anasema kwa kuzungumzia hali ya mahujaji baada ya kuwa wamevumilia tangu siku mtu anafanya ihram, tangu anahirimia akavaa lile vazi lake la ihram, kama atakuwa ni mutamati akabaki na ile ihram yake, baada ya kufanya umra mpaka yaumu tarwiya siku ya 8 akaanza matendo ya ibada ya hija, siku ya 9 bado yuko kwenye ihram, siku ya 10 mpaka anamaliza amekwisha kuwa amechakaa, nywele timtimu, ihram zimechafuka, anakuwa katika mazingira ambayo kwa hakika ni magumu. Allah Jalla wa Ala anasema thumma liyaqdu tafathahum waliyufu nudhurahum waliyatawafu bilbaitil atiq. Maneno haya wameyafasiri wanawazuoni, thumma liyaqdu tafathahum. Kauli sahihi katika kauli ambazo zimetajwa kuhusiana na at-tafath ni maneno aliyotaja al-Allamatu Sa'idi rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Taysirul Karimur Rahmani fi tafsiri kalami al-Mannan, ambayo inajulikana kama tafsiru Sa'idi. Ametaja al-Imamu as-Sa'idi rahimahullahu ta'ala katika ukurasa wa 537 katika tafsiri yake akasema, thumma liyaqdu tafathahum ay yaqdu nusukahum ويزيل الوسخ والأذى الذي لحقهم في حال الإحرام. Allah Jalla wa Ala anasema kisha wenye kufanya ibada ya hija wamalize ibada yao ya hija. Hii ni siku ya tarehe 10 ambayo haj anakuwa amefanya matendo ambayo ni makubwa ambayo yanakamilisha ibada yake ya hija. Inakuwa imesalia tu zile siku anazokuwa yuko pale Mina kwa ajili ya ramyul jamarat. Kwa hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema thumma liyaqdu tafathahum ay yaqdu nusukahum, wamalize ibada yao ya hija, wayuzilu alwasakha, ili waweze kuondosha uchafu katika miili yao, wal adha, na maudhi mbalimbali, alladhi lahiqahum fi hali al-ihram, yaliyowapata wakati wakiwa katika ihram. Ukiwa katika ihram, ndugu yangu, katika mambo ambayo yanatajwa na wanawazuoni ni katika mahdhuratul ihram ni pamoja na mtu kuto kutumia manukato. Kwa hiyo fikiria, tangu siku ambayo mtu amehirimia ibada yake ya hija, hata kuoga hatumii sabuni yenye manukato, hajiwekei manukato, haruhusiwi kushana nywele, kwa sababu ukichana nywele inawezekana baadhi ya nywele zikadondoka. Kwa hiyo inakuwa yuko timtim, amechakaa, amechafuka, amejawa vumbi, na ibada ya hija itakuwa kwa hakika. Zama hizi kidogo angalau kuna nafuu, lakini zama za nyuma kidogo watu wanatembea kwa mguu jangwani, vumbi linatimka, mazingira bado miundombinu haijawa mizuri. Bila shaka mtu akikaa siku 3-4 hajaoga, hajabadilisha nguo, hajajipaka mafuta, hajapaka manukato, bila shaka anakuwa katika hali ambayo kwa hakika ni ngumu. Ndio Allah akasema thumma liyaqdu tafathahum, kisha wamalize ibada yao, watimize ibada yao, waliyufu nudhurahum, na watekeleze nadhiri zao, waliyatawafu bilbaitil atiq, na wafanye tawafu katika nyumba kongwe, yani al-Kaaba. Kwa hiyo Allah Jalla wa Ala anawataka waja wake siku hiyo ambayo wamemaliza ibada ya haji kwamba wajisafishe sasa, watoe uchafu, pengine makucha yalikuwa yamekwisha kuwa marefu, wakate kucha, alimradi kwamba wajitie katika hali ya unadhifu. Tunajifunza nini? Tunajifunza kwamba kumbe haji katika ibada yake ya hija anakuwa katika hali ambayo ni ngumu hivi, ni hali yenye utata, ni mazingira ambayo hakuyazoea. Yote haya ta'atan lillahi Jalla wa Ala, ni kunyenyekea na kujituliza na kumwelekea Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuonyesha udhalili. Huenda Allah Jalla wa Ala akawa ni mwenye kukubali ibada zetu. Ndugu zangu katika iman, na katika hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama, inna Allah azza wa jalla la yubahi al-malaikata bi ahli Arafatin yaqul undhuru ila ibadi shu'than ghubara. Katika hadithi niliyotangulia kuieleza pia inayathibitisha hayo aliyotajwa na Allah Jalla wa Ala, thumma liyaqdu tafathahum, kwamba Allah tabarak wa taala siku ya Arafat anawaambia malaika, watazameni waja wangu hali ya kuwa wamekuja na nywele timtim, hali ya kuwa wamechafuka, wamejawa na mavumbi. Allah Jalla wa Ala anawataja katika wasifu kama huo. Ndugu zangu katika imani, na ndio maana wanawachuoni wa fiqh katika vitabu vyao ukitazama wanapotaja mahdhuratul ihram, vile vitu ambavyo itakiwi mtu kuvifanya anapokuwa amehirimia, inatakiwa aviepuke, kama kukata kucha, kunyoa nywele,
kujipaka manukato, kuvaa nguo zilizoshonwa. Yote haya wakiyataja wanasema bu'dan ani tarafuhi, kwamba alhaj, mtu ambaye yuko katika ibada ya hija, inatakiwa ani yabta'ida ani tarafuhi, ajiweke mbali na yale mambo ambayo yote yanaweza kumweka katika hali ya ukamilifu na kujikweza na kuonyesha neema. Hata hayo yamekatazwa, sababu wanazitaja wanawachuoni, ani yabta'ida ani tarafuhi, ajiweke mbali na hiyo hali ya kujikweza na kuonyesha neema. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى بعدما ذكر محظورات الإحرام. حتى الإمام النووي عليه رحمة الله pale alipotaja mambo ambayo ni mambo anatakiwa mtu akiwa amehirimia ayaepuke, alisema maneno yafuatayo: qala alulama, wanasema wanawazuoni, wal hikmatu fi tahrimi al-libas al-madhkur ala al-muhrim, na hikma ya kukatazwa au kuharamishwa mavazi kwa mtu anapokuwa amehirimia, walibasuhu al-izar warida, na kule kutakiwa kwamba avae mashuka mawili, shuka moja analifunga chini na shuka lingine analivaa juu. Lengo lake na makusudio yake na hikma yake an yabuda an tarafuhi, ili aweze kujiweka mbali na ile hali ya nini, ya kujikweza, wayattasifa bisifati al-khashi'i dhalil, na ili aweze kusifika na sifa za mtu mwenye kunyenyekea, mtu mwenye kuonyesha udhalili. Waliyatadhakkara annahu muhrimun fi kulli waqt, ili akiwa katika hali hiyo ya kubakia na mashuka mawili, hilo liwe linamkumbusha daima kila wakati katika ibada yake kwamba yuko kwenye ihram. Fayakunu aqraba ila kathrati adhkarihi, ili awe ni karibu zaidi na mwenye kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala, ili zaidi awe ili muda wake wote awe zaidi na kufanya lile ambalo kwa sababu yake amekwenda katika ibada ya hija. Wa ablaghu fi muraqabatihi, na iwe yuko katika hali nzuri sana ya kuchunga ibada yake, wasiyanatihi liibadatihi, na kuilinda na kuichunga ibada yake, wamtinaihi min irtikabi almahdhurat, na ile hali ya kuwa katika mavazi yale daima atakumbuka niko katika ibada, kwa hiyo itamzuia na kufanya mambo ambayo yamekatazwa. Waliyatadhakkara bihi almauta wa libasi alakfan, lakini vile vile malengo mengine haya mavazi mawili aliyovaa yamkumbushe mauti na yamkumbushe siku ambayo atavaa sanda ambayo ni mavazi meupe kama aliyovaa. Wayatadhakkara alba'tha yawm alqiyama, imkumbushe vile vile kufufuliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama. Wannasu hufatun uratun, hali ya kuwa watu wote watakuwa wako uchi, tunatembea pekupeku. Muhtiina ila da'i, wote tunakimbia katika kuelekea upande wa muhitaji, katika kwenda kusikiliza hukumu ya Allah tabaraka wa taala. Kisha akasema wal hikmatu fi tahrimi at-tibi wan nisa, na hikma iliyopo katika ibada ya hija kwamba haji ameharamishiwa kutumia manukato, ameharamishiwa kuwakurubia wanawake. An yabuda ani tarafuhi, ili ajiweke mbali na ile kujikweza na kuonyesha neema. Wazinati dunya wa maladhiha, na ajiweke mbali na mapambo ya dunia na ladha za dunia. Wayajtamia hammuhu limaqasidil akhirah, himma yake yote, mawazo yake yote, fikra zake zote zikusanyike katika jambo moja ambalo lengo kuu ni lengo la akhira. Haya ni maneno ameyataja al-Imam an-Nawawi katika Sharh an-Nawawi ala Sahih Muslim mujalladi wa 8 safha ya 74. Lakini vile vile Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah ametaja vile vile naye maneno katika maneno yake anasema al-ihramu mabnahu ala mufarakati al-adati fi tarafuhi. Ihramu malengo yake na makusudio yake ni kumweka mtu mbali na mambo ya desturi yale ya kawaida ya kujiweka katika hali ya ufahari, wa tarki anwa'i al-istimta'at, na kuyaacha mambo mbalimbali ya starehe. Fala yalbasu al-libasa al-mu'tad, mwenye kuhirimia havai mavazi yake ya kawaida, wala yatatayyab, wala vile vile hajipambi, wala yatazayyan wala yatadhallalu, hajipambi na kujiweka manukato, lakini vile vile hajifuniki. Wayulazimu al-khushu'a, analazimiana na unyenyekevu na utulivu. Wayaqsidu baita Allahi ash'atha aghbar, anaikusudia nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa katika mavazi ya kawaida, hali ya kuwa amejiachia nywele timtimu, mwili umejawa mavumbi. Hii ni moja katika mambo ambayo yanamfanya mtu yamweke karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Nimalizie ndugu zangu katika imani kwa kutanabaisha, leo hii ukitazama katika zama zetu hizi, wengi katika mahujaji ukiwatazama
hatuna hisia hizi za kutambua kwamba mtu yupo katika ibada, hatuna hisia za kutambua malengo ya ihram, kwa nini mtu amezuiliwa baadhi ya vitu ambavyo ni vya kawaida. Hii imekuwa haipo. Ndipo utakapowaona wengi katika mahujaji kana kwamba amekwenda katika safari ya utalii, amekuwa ni mtu ambaye amebeba mizigo mikubwa. Ukitazama vilivyobebwa katika mizigo ile ni vitu mbalimbali vya anasa. Mwingine amebeba kompyuta yake, atakaa apate muda wa kuchati, lakini mwingine amebeba vitu pengine, wengine wanabeba mpaka vitu vya kulalia, na sio mgonjwa pengine, manake akiwa ni mgonjwa la basa fi dhalik, lakini amebeba vitu ambavyo ni wasailu taraf, ni vitu ambavyo ni vya anasa, lakini vinamfanya anakuwa muda wake mwingi amelala, ala si mtu mwenye kushughulika na wakati wake akaushughulisha katika swala zima la ibada. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, nimalizie kipindi hiki kwa kusema kwamba lengo la ibada ya hija ni kumweka karibu mtu na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo katika mambo ambayo ni ya msingi ya kuzingatia mtu anapokuwa katika ibada ya hija, ajiepushe na ajiweke mbali kadiri iwezekanavyo na mazingira ya ufahari na yale mambo yanayoonyesha kujifakharisha, ajidhalilishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala ili Allah tabaraka wa ta'ala aweze kumtakabalia ibada yake. Na muomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa rehema zake na huruma zake atujalie ni katika wale ambao wanasikia na wakafuata yaliyokuwa mazuri, lakini vile vile tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa wale wanaokwenda hija awafanyie wepesi na awaruzuku hajjan mabrur wa sa'yan mashkur wa dhanban maghfur wa ila liqa'in akhar.